watu wawili wanashikiliwa kwa kudaiwa kuingilia mfumo wa kibiashara wa kampuni za ukopeshaji wa simu. Wanaoshikiliwa kutokana na tuhuma hizo ni Charles Odeni maarufu Mwakasege mwenye umri wa miaka 32, yeye ni fundi simu mkazi wa Meta, na Isaac Charles maarufu Bebwa mkazi wa Shewa jijini Mbeya. Watuhumiwa walikamatwa katika msako uliofanyika kuanzia Januari 27 ya mwaka huu 2026 hadi Februari 5 ya mwaka 2026 katika maeneo ya mtaa wa Rungwe Music Mwanjelwa jijini Mbeya, ambapo inadaiwa watuhumiwa hao wamekuwa wakibadili simu zilizokopwa na watu mbalimbali kutoka katika makampuni ya kukopesha simu na kuondoa mfumo uliowekwa ili waliokopeshwa wasiweze kufuatiliwa katika kulipa kiasi cha fedha kama walivyokubaliana na kampuni zilizowakopesha. Kuna tukio lingine, watuhumiwa wanashikiliwa kutokana na tuhuma za kudaiwa kuingilia mfumo wa kibiashara wa makampuni ya ukopeshaji simu. Hawa wanashikiliwa kutokana na tuhuma hizo. Wanaoshikiliwa sasa na tuhuma hizo ni Charles Odeni maarufu Mwakasege mwenye umri wa miaka 32. Huyu ni fundi simu mkazi wa Meta, na Isaac Charles maarufu Bebwa mkazi wa Shewa jijini Mbeya. Watuhumiwa walikamatwa katika msako uliofanyika kuanzia Januari 27 mwaka 2006 hadi Februari 5 mwaka 2026 katika maeneo ya mtaa wa Rungwe Music Mwanjelwa jijini Mbeya. Inadaiwa kuwa watuhumiwa hawa wamekuwa wakibadili simu zilizokopwa kwa watu mbalimbali kutoka katika makampuni ya kukopesha simu na kuondoa mfumo mzima uliowekwa ili wale wakopeshaji wasiweze kufuatiliwa katika kulipa kiasi cha fedha ambacho wanakuwa wamekubaliana na makampuni ya ukopeshaji. Kwa hiyo baada ya watuhumiwa hao kufanyiwa upekuzi kwenye ofisi zao, walipatikana wakiwa na simu nyingi tu ambazo ni Samsung simu 53, Infinix simu 21, simu aina ya Tecno 13, Itel simu 11, Yasi simu 1. Pia watuhumiwa wao walikutwa wakiwa na vifaa vya kuflashia simu hizo ambavyo ni Infinity Box Nongo sentimita 2 ikiwa moja, G-Tang adapter ISP 4 BAT 2, F64 flash Ultra Box 2, F64 flash adapter 2, G-Tang Plus box 2, UFI box 1, laptop zilikuwa 3. Kwa hiyo simu hizo zilizokamatwa zilifanywa ukaguzi wa awali na kutambuliwa na makampuni yaliyowakopesha watu hao au watu mbalimbali, na nyingine kati ya hizo ambazo zilikutoka kwa watuhumiwa hawa zilitambuliwa kuwa ni mali ya wizi zilizoibiwa katika jiji la Mbeya.